Habari yako msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News, mahali unapopata taarifa za uhakika na za haraka na zinazoendana na matukio muhimu yanayotokea ndani na nje ya Afrika. Leo katika kipindi chetu cha habari tutakuletea vichwa vya habari mbalimbali vinavyoendelea kuzua mjadala mkubwa katika maeneo tofauti. Tutaanza na taarifa kutoka eneo la Masisi ambako tukio la uvumi wa silaha limeripotiwa kusababisha vifo vya watu watatu katika kijiji cha Lusheberi. Kisha tutasafiri hadi Kinshasa ambako kesi nzito ya kijeshi inayohusisha mamlaka ya zamani ya jeshi inaendelea kusikilizwa mbele ya mahakama kuu ya jeshi. Katika Kivu Kusini, hali ya usalama nayo inaendelea kuwa mbaya baada ya kurejea kwa mapigano katika maeneo ya Fizi na Mwenga, hali inayozua taharuki kubwa ya kibinadamu. Tutaangazia pia taarifa kutoka Ruchuru ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linazidi kutoa tuhuma nzito dhidi ya makundi yenye silaha kufuatia mauaji ya raia. Tutakuletea taarifa za kidiplomasia kuhusu mabadiliko yanayoweza kuhusisha uwepo wa vikosi vya kigeni katika eneo la Kivu na matarajio ya mazungumzo ya amani. Katika eneo la Beni tutaangazia ongezeko la vifo kufuatia mashambulizi yaliyohusishwa na waasi wa ADF huku hali ya usalama ikiendelea kuzorota. Pia tutachambua mjadala unaoendelea bungeni kuhusu hali ya kuzingirwa katika Ituri na Kivu Kaskazini pamoja na changamoto zake kwa wananchi. Sasa tunakuletea taarifa kutoka eneo la Masisi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kijiji cha Lusheberi kilichopo ndani ya eneo la Masisi. Watu watatu wamepoteza maisha kufuatia tukio la uvamizi ya watu wenye silaha ambao hawajulikana. Tukio hilo lilitokea katika mazingira yenye taharuki kubwa, huku wakazi wakiripoti milio ya risasi iliyosikika usiku na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo la ndani, washambuliaji walivamia kijiji hicho na kuingia katika makazi ya watu ambako mapigano yalizuka kati yao na baadhi ya wapiganaji waliokuwepo eneo hilo. Ndani ya vurugu hizo, watu watatu wameripotiwa kupoteza maisha papo hapo, huku wengine wakijeruhiwa, ingawa idadi kamili ya waliojeruhiwa bado haijajulikana. Baada ya tukio hilo, hali ya usalama ilibaki kuwa mbaya kwa muda na baadhi ya wakazi walazimika kukimbia maeneo salama kwa hofu ya mashambulizi zaidi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za kijeshi kuhusu tukio hilo wala uthibitisho wa moja kwa moja kuhusu wahusika wake halisi, yani wahusika wa tukio hilo. Hata hivyo, jamii ya eneo hilo inaendelea kutoa wito kwa vikosi vya usalama kuongeza ulinzi ili kuzuia matukio ya aina hii yanayozidi kuhatarisha maisha ya raia na kuathiri shughuli za kila siku. Tunaendelea kufuatilia hali katika maeneo ya Masisi na tutaendelea kuwajuza nini kinachoendelea. Tuende na habari kutoka huko katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, ambako kesi nzito ya kijeshi imeendelea kuibua mjadala mkubwa nchini. Aliyekuwa mkuu wa majeshi ya FARDC Christian Chiwewe amefikishwa siku ya jana tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2026 mbele ya mahakama kuu ya kijeshi nchini humo katika kikao kilichofanyika mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya mahakama, Chiwewe anakabiliwa na mashtaka kadhaa mazito yanayohusiana na usalama wa taifa na matumizi ya silaha kinyume cha utaratibu wa kijeshi. Kati ya mashtaka hayo inadaiwa kuwa katika mwezi wa Julai mwaka 2025 katika upekuzi uliofanyika katika makazi yake yaliyopo eneo la Gombe kulipatikana silaha nyingi pamoja na risasi ambazo zilikuwa zimehifadhiwa bila kibali rasmi cha mamlaka husika. Tukio hilo limeelezwa na waendesha mashtaka kuwa ni mojawapo ya ushahidi katika kesi hiyo. Shtaka lingine lililomkabili linahusiana na madai ya kushiriki pamoja na watu wengine wanaochunguzwa katika mpango unaodaiwa kulenga kujaribu kubadilisha au kupindua mfumo wa kikatiba kwa kutumia njia za kijeshi. Hili ni shtaka ambalo limechukuliwa kwa uzito mkubwa na vyombo vya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, hali ya ulinzi iliongezwa katika eneo la mahakama, huku watu wengi wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hii ambayo imekuwa kitazamwa kama ya kihistoria kutokana na nafasi ya awali yaliyokuwa nayo mtumiwa ndani ya jeshi hilo la taifa. Hata hivyo, upande wa utetezi unatarajiwa kujibu mashtaka haya katika vikao vijavyo, huku mahakama ikiendelea kusikiliza ushahidi kutoka kwa mashahidi na vyombo vya uchunguzi.
Wananchi na wachambuzi wa masuala ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kesi hii inaweza kuwa na athari kubwa katika taswira ya taasisi za ulinzi na utawala wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudi katika mkoa wa Kivu Kusini ambako tunakuletea hali ya usalama kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Fizi na Mwenga ambako mapigano mapya yameripotiwa kuibuka na kuzua wasiwasi mkubwa wa kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa za mashirika ya kiraia katika eneo hilo, mapigano hayo yaliripotiwa kutokea kati ya tarehe mosi hadi 3 Juni mwaka 2026 katika milima ya juu ya Fizi pamoja na sehemu ya Mwenga katika mkoa wa Kivu Kusini. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano hayo yalihusisha upande wa FARDC pamoja na makundi ya wazalendo dhidi ya muungano wa AFC M23 pamoja na washirika wao, ikiwa ni pamoja na baadhi ya makundi yanayotajwa kama Twigwaneo na uwepo unaodaiwa wa vikosi vya Rwanda katika muktadha wa vita huo. Maeneo yaliyoathirika zaidi ya mapigano hayo ni pamoja na Minembwe, Kalingi, Madegu, Mikenge na Kalenge ambako mashuhuda wanasema milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, hali iliyosababisha wakazi wengi kukimbia makazi yao. Mashirika ya kiraia katika eneo la Fizi yanasema kurejea kwa mapigano haya ni pigo kubwa kwa juhudi za amani, hasa ikizingatiwa kwamba tayari kulikuwa na makubaliano kadhaa ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa kupitia michakato ya kimataifa ikiwemo mazungumzo ya Doha, Washington pamoja na juhudi za kidiplomasia zinazohusisha Uswisi na Angola. Kwa mujibu wa viongozi wa kiraia, hali ya kibinadamu sasa ni mbaya zaidi ambako kuna taarifa za watu kuyakimbia makazi yao, upungufu wa chakula na huduma za afya kushindwa kufika kwa wakati katika maeneo yaliyoathirika. Wametaka jamii ya kimataifa kuongeza uangalizi na msaada wa dharura ili kuzuia kuzorota kwa zaidi ya hali ya usalama na kibinadamu. Kwa upande mwingine, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa mara moja na mamlaka za kijeshi kuhusu mwenendo wa mapigano hayo wala idadi ya watu walioathirika, huku hali ikiendelea kuwa mbaya na isiyotabirika. Wananchi wa maeneo hayo sasa wanaishi kwa hofu kubwa, wakisubiri kuona kama juhudi mpya za kidiplomasia zitafanikiwa kurejesha utulivu katika eneo hilo ambalo limekuwa la kihistoria ya mivutano mara kwa mara. Tujielekeze mara moja katika mkoa wa Kivu Kaskazini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inazua taharuki kubwa kufuatia madai ya mauaji ya raia. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la taifa FARDC, kundi la wapiganaji la AFC M23 RDF linadaiwa kuwaua kwa njia ya kiolela raia 10 katika eneo la Ruchuru. Tukio hilo linaripotiwa kutokea siku ya Jumanne tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika kijiji cha Kiseguru kilichopo ambacho kiko karibu na hifadhi ya taifa ya Virunga ndani ya eneo la Binza katika sheferia Bwitu. Hii ni eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na mapigano mara kwa mara. Katika taarifa yake iliyotolewa mjini Kinshasa, jeshi la FARDC linasema kuwa pamoja na mauaji hayo yanayodaiwa, pia kuna wakazi wengine kadhaa waliokamatwa katika eneo hilo na kuhamishwa hadi gereza kuu la Kanyagambi ambayo iko katika eneo la Ruchuru Centre. Kwa mujibu wa jeshi hilo la serikali, watu waliokamatwa wanatumiwa kuhusishwa na kundi la FDLR, madai ambayo bado hayajathibitishwa kwa uhuru na vyombo vingine uhuru. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limelaani vikali tukio hilo likihitaja kama ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu, na zimesitiza kuwa itaendelea kulinda raia pamoja na kuheshimu mamlaka ya mipaka ya taifa. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi la moja kwa moja kutoka upande unaotumiwa kuhusu madai hayo, jambo ambalo linaacha maswali mengi kuhusu ukweli wa tukio hili na mazingira yake halisi. Wakazi wa eneo hilo wanasema hali ya hofu inaendelea kutanda, huku wengi wakihofia uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi na ukamataji zaidi katika siku zijazo. Tutaendelea kuwajuza taarifa ambazo zitakuwa zikipatikana katika maeneo hayo. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za habari. Basi tuendelee na habari mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hizi zinahusiana na mgogoro unaoendelea kati ya vikosi mbalimbali katika eneo hilo linalojulikana kama mzozo wa M23, ambako sasa kuna dalili mpya za mazungumzo na mabadiliko ya uwepo wa vikosi vya kigeni katika eneo la mapigano. Kwa mujibu wa taarifa za kidiplomasia zilizotolewa na waziri wa mambo ya nje na Marekani Marco Rubio,
kuna ishara inayoonyesha kuwa baadhi ya hatua za makubaliano kati ya pande husika zinaanza kuheshimiwa, hasa upande unaohusishwa na nchi ya Rwanda. Marco Rubio ameeleza kuwa kwa mujibu wa tathmini za upande wa Marekani, kuna dalili zinazoonekana za utekelezaji wa makubaliano yaliyolenga kupunguza au kusitisha uwepo wa majeshi ya kigeni katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika muktadha wa mgogoro unaoendelea. Taarifa hizo zinaeleza kuwa serikali ya Marekani ina matumaini kwamba iwapo mwenendo huu utaendelea, huenda hatua za kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda katika eneo la mapigano ikaanza kuonekana rasmi kuanzia katikati ya mwezi Julai mwaka huu wa 2026. Hata hivyo, maelezo haya bado yako katika muktadha wa matarajio ya kidiplomasia na hayajathibitishwa kikamilifu na pande zote zinazohusika moja kwa moja na mgogoro huu. Mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, unaendelea kuwa changamoto kubwa ya kiusalama na kibinadamu kwa muda mrefu, ikihusisha makundi mbalimbali yenye silaha na mara nyingine uhusisha na pia mvutano wa kikanda. Wachambuzi wa masuala ya siasa za eneo hilo wanasema kuwa iwapo hatua yoyote ya ukweli ya kupunguza uwepo wa majeshi ya kigeni itatekelezwa, inaweza kuwa hatua muhimu kuelekea kupunguza ghasia na kurejesha mazungumzo ya amani katika eneo hilo ambalo limeathiriwa kwa muda mrefu na mapigano. Hata hivyo, wananchi wa maeneo yaliyoathirika bado wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki na wasiwasi, wakisubiri kuona kama kauli hizi za kidiplomasia zitatafsiriwa kuwa hatua halisi katika uwanja wa vita. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa taarifa hizi za kidiplomasia na tutakuletea maendeleo kadri zinazopatikana. Basi turudi katika eneo la Kivu Kaskazini, katika eneo la Beni ambako shambulio jipya limeripotiwa kusababisha vifo vya raia na kuongeza hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka mashirika ya ulinzi na vyanzo vya ndani ya eneo hilo, idadi ya watu waliofariki imeongezeka na kufikia watu 21 baada ya shambulio lililotokea katika kijiji cha Mbau. Taarifa zinaeleza kuwa shambulio hilo linahusishwa na wapiganaji wa kundi la ADF, kundi linalotumiwa kwa muda mrefu kufanya mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha maelfu ya vifo vya watu na kukimbia makazi yao. Mashuhuda wanasema kuwa washambuliaji walivamia kijiji hicho usiku wakitumia silaha za moto na kusababisha wakazi kukimbia ovyo ili kuokoa maisha yao. Baada ya shambulio hilo, miili ya watu ilikamatwa ikiwa imepakaa katika maeneo mbalimbali ya kijiji, jambo lililosababisha simanzi kubwa miongoni mwa jamii ya eneo hilo. Vikosi vya usalama vilifika eneo la tukio baada ya muda na kuanza operations za kutafuta waathirika na kuimarisha usalama katika eneo hilo ambalo limekuwa likabiliwa mara kwa mara na mashambulizi ya aina hii. Hali ya kibinadamu inaripotiwa kuwa mbaya ambako familia nyingi zimepoteza wapendwa wao na wengine wamelazimika kukimbia maeneo salama ili kuokoa maisha yao, huku huduma za afya na misaada ya dharura ikihitajika kuwa haraka. Viongozi wa eneo hilo pamoja na mashirika ya kiraia wamelaani vikali tukio hilo, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kuwalinda raia na kuzuia mashambulizi dhidi ya raia katika eneo hilo siku zijazo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya kina iliyotolewa kwa upande unaotuhumiwa kuhusu tukio hilo, jambo linaloacha maswali mengi kuhusu mazingira halisi ya shambulio hilo. Turudi katika mji wa Kinshasa ambako bunge la taifa linaendelea kufanya tathmini kuhusu hali ya dharura ya kijeshi inayotekelezwa katika baadhi ya mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo, limeanza kufanya mapitio ya kina kuhusu ufanisi na changamoto za hatua ya hali ya kuzingirwa iliyowekwa katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Hatua hiyo ya hali ya kuzingirwa limetangazwa kwa lengo la kurejesha usalama katika maeneo yaliyoathiriwa kwa muda mrefu na machafuko ya makundi yenye silaha, pamoja na kupunguza mashambulizi dhidi ya raia na kurejesha mamlaka ya dola. Katika mjadala unaoendelea bungeni, wabunge wanachambua mafanikio yaliyopatikana tangu utekelezaji wa hatua hiyo, ikiwa ni pamoja na operations za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha, lakini pia changamoto zinazoendelea kuripotiwa na wananchi kama vile kutokuwepo kwa utulivu wa kudumu na hali ngumu ya kibinadamu.
Baadhi ya wabunge wameeleza kuwa licha ya juhudi za vikosi vya usalama, bado kuna maeneo ambayo hayajapata amani ya kudumu, na hivyo wameitaka serikali kuongeza mikakati mipya inayochanganya suluhisho la kijeshi na la kidiplomasia. Wakati huo, wawakilishi wa serikali wanaendelea kutetea hatua hiyo, wakisema kuwa imekuwa muhimu katika kudhibiti hali ya usalama na kupunguza kasi ya mashambulizi katika baadhi ya maeneo nyeti ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wa jimbo la Ituri na Kivu Kaskazini wanaendelea kufuatilia kwa karibu mjadala huu, wakitarajia maamuzi ambayo yanaweza kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha yao ya kila siku, hasa katika suala la usalama na kurejea kwa amani ya kudumu. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu mjadala huu wa bunge na tutakuletea taarifa zaidi kadri zinavyoendelea kupatikana.